kuhusiana na mchezo wa hatua ya robo finali. Mchezo wa kwanza, robo finali ya kwanza ni kati ya Ufaransa dhidi ya timu ya taifa ya Morocco siku ya leo. Fikiri ni bonga na mechi. Itakuwa mechi nzuri, mechi ya kuvutia, mechi ambayo itakuwa na vitu vingi vya kutazama. Ufaransa alikutana na Morocco msimu wa 2022, kombe ambalo lilichezeka pale nchini Qatar, na Ufaransa alishinda mabao 2-0. Alifunga kwenye hayo mabao alifunga pia Kolo Muani. Yes, alifunga bao pamoja na Theo Hernandez. Yes, kwa hiyo safari ya Morocco ilikuwa nzuri kwa sababu robo alimtoa Portugal nafikiri kwenye hiyo hatua, akaenda kukutana nusu, akakutana na Ufaransa, lakini kwa sasa imebadilika na kukutana robo dhidi ya Ufaransa. Ukiangalia safari yao wote wawili ni safari ambazo zimekuwa nzuri na za kuvutia. Timu ya taifa ya Morocco wamevutia sana the way alivyocheza mpaka anafika hatua hiyo kupoteza mchezo ya nusu. Mpaka sasa hawajapoteza mchezo, walitoa sare. Ufaransa pia hawajapoteza mchezo mpaka sasa, kwa hiyo walishinda yote. Ufaransa walishinda zote, kwa hiyo hatua mkundi zote 32 wakashinda 16 akashinda. Yes, kwa hiyo ukiangalia profile za timu zote mbili ni kama hivyo, japokuwa Morocco nafikiri walishinda kwenye mikwaju ya penalty dhidi ya Uholanzi. Ukiangalia mpinzani waliomtoa Morocco na waliokutana nao Uholanzi, sijui Brazil, nazungumza. Kwa hiyo sio haba, na ni Waafrika ambao wamebaki mara baada ya kukanusha kauli yao kwamba hao sio Waafrika. Leo wamekanusha kwamba wao wanacheza wakiwakilisha bara la Afrika, kwa wanacheza kwa niaba ya Waafrika ambao kama wao ndio wamebaki. Na kauli yao wameitengua. Yes, wameitengua. Kwa hiyo kikosi na hawakuwa sahihi. Kwa sababu kama ni hivyo basi wangetafuta bara lingine wakaseto. Lakini kwa sababu wanakuja ni Afrika, haijalishi, kwa sababu tukisema labda issue za race kwa maana ya rangi, wapo pia. Misri wako hivyo, Tunisia wako hivyo, lakini Algeria hawajawahi kufanya masuala ya namna hiyo. Kwa hiyo kikosi wanacho chenye ushindani. By the way, sina taarifa za uhakika sana kama watamkosa Ismail Saibari. Lakini ni nyota ambaye pengine angekuepo, kama atakuwepo itakuwa nzuri. Nimeona hivi. Nimeona kama sema kwamba hatakuwa sehemu ya kikosi, lakini hatujaona taarifa za moja kwa moja kutoka kutoka kwa benchi la ufundi la Morocco na madaktari. Lakini moja nyota ambaye ni wa muhimu kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Morocco, Ismail Saibari, amekuwa na wastani mzuri sana wa kufunga. Zile mechi za makundi alifunga mechi zote mabao 3. Akakosa kwenye mchezo wa 32 bora alicheza, labda mchezo wa 16 bora ndio ilishindikana, alika nje. Kwa hiyo kuna namna inaweza ikawaathiri kwa namna moja ama nyingine, lakini experience walionayo wachezaji wakina Achraf Hakimi wamekutana sana. Mfano Hakimi na Mbappe wanakutana kwa mara nyingine, unamkutana pia Desire Du na Achraf Hakimi, akina Bakora Dembele na akina Brahim Diaz. Kwa hiyo naelewa itakuwa ni mechi nzuri ya kuvutia kutokana na ramani ya wachezaji ambao wanakutana. Wote wanacheza zile ligi 5 bora. PSG unawakuta kina Mbappe, Dembele kama nilivyozungumza, kina Bakora, kina Olise, Mbappe na Brahim Diaz wanaenda kukutana tena kwa mara nyingine, wote wanacheza Real Madrid. Kwa hiyo kuna namna mechi inachagizwa na vitu vingi kama hivyo, lakini watu wanatamani kuona Morocco atafanya nini, Ufaransa atafanya nini. Watu wanasubiri pengine tunaweza kuona surprise, pengine Morocco kuifanya mbele ya Ufaransa. Sababu na Ufaransa wana kikosi ambacho ni tishio. Wana kikosi ambacho kina baraka kweli kweli. Sijui una Olise, una Desire Du kwenye bench bado, na kina Ryan Check. Thuram yuko pale. Kwa hiyo kuna namna ni kikosi kimesheheni. Na Mbappe, kuna kina nani huyu wa Crystal Palace, mshambuliaji Mateta yuko pale. Philippe Mateta yuko bench. Kuna namna ambavyo Ufaransa inaogopesha. Yaani kama una pressure ya haraka unaweza ukasema basi mimi nimekwisha. Kwa hiyo kama watakutana na Morocco ambao niliwaona kwenye mchezo dhidi ya Brazil, Morocco ambao niliwaona kwenye mchezo dhidi ya Uholanzi,
walivyocheza na huu wa 16 dhidi ya shinda goli 3 dhidi ya Canada. Canada. Yes, kama walivyocheza wakina alikuwepo somebody Bilal Kanous hapo, wakina Ayubu Boadi hapo pale kiungo. Yes. Shida kubwa ninayoiona kwangu ni hilo eneo la kiungo. Kubato na kina Andre Rabiot, lakini pia kina Aurelien Tchouameni. Yes. Na ishu kubwa ninayoiona pia kwa Morocco ni ishu ya kuweza kuzuia pressure ya washambuliaji wa Ufaransa. Kuizuia ni itakuwa. Hiyo inaweza ikaleta shida na sintofahamu kwenye kukosa watu, ama kwa watu baadhi kukosa matumaini ya Morocco. Sahihi. Kwa sababu ili washinde Ufaransa na ili uweze kufanikiwa lazima uzuie pressure yao. Wanafungika, wanafungika, lakini na wao wanafunga. Ili hiyo pressure yao izuie, yani ili uwafunge lazima uzuie kwanza pressure yao. Ili uwafunge. Morocco sina doubt kwamba hawawezi kufunga mbele ya Ufaransa. Wanaweza kufunga. Tena taifa lolote linaweza kufunga. Lakini shida kubwa inayowaferisha wanaokutana na Ufaransa, ustahimilivu, tunasema endurance. Ile pressure ya kina Bakora, kina Dembele. Yani wanakuja. Imagine mtu anapiga pasi ya kila aina. Yani wana kila aina ya wachezaji wanaowataka. Sahihi. Yani kila aina ya mchezaji unayemtaka unamkuta pale Ufaransa. Hitaji wa sijui dribblers, sijui wamiliki, sijui pasi za kikatili za maudhi. Wana kila aina. Yani akiamua aanze na mshambuliaji ni yeye, akiamua asianze naye ni yeye. Nafikiri Morocco amekuwa pia ni timu ambayo haikubali kirahisi. Wakina Brahim Diaz kuna wakati unamuona amerudi nyuma kukaba. Kuna wakati unamuona mwalimu anamtumia Ayub Boadi, lakini pia anamtumia Eliainui na Elikanous kwenye eneo la katikati ya uwanja, lakini pia kuna mwanetu alipita Manchester United sasa hivi ipo Sofiane Amrabat yuko pale. Kwa hiyo mwalimu anaweza kaamua warao aanze na idadi kubwa ya viungo ili kuzuia ile pressure. Kwa mfano, kwa sababu ni pressure ile, yule Sofiane inabidi umwanzishe nyuma. Acheze kama kiungo wa chini. Siwezi kukimbia, sijui kukimbizana. Muache pale, alafu umwekee watu mbele watakaomsaidia ili yeye awe anakilia. Anakilia, yani yale makosa ambayo hayana nguvu tena. Inaweza ikasaidia. Kwa sababu ana uzoefu. Walio wengi amekutana nao kwenye vilabu huko, na ni mtu ambaye ana uzoefu tofauti na hawa akina Boadi ambao ndo for the first time wanakuja, afu bado ni vijana na energy ya kukimbia. Game kama hizi kuna muda zinaamuliwa na uzoefu. Na uzoefu. Sahihi. Yani yule wa kuwatuliza kwamba tucheze, tufanyeje, tukabe. Yani awepo mtu wa kuwatuma. Akina Elikanous, akina Eliainui, awepo wa kuwatuma. Ila mimi naona kwamba kama akikosekana Ismail Saibari kuna kitu kitapungua kwenye eneo sababu anayecheza Sofiane Rahim naye ni mshambuliaji ambaye yani atabiriki, yani ana pressure nyingi sana. Japo alifunga kwenye mchezo uliopita, lakini bado sio wa kutegemea sana. Yani pale akiwepo Saibari anaweka uwiano wa kurudi kulinki na wenzie, lakini pia kucheza kwenye maeneo, lakini pia Ibrahim Diaz pia kuna kitu anaongeza, kwa sababu kuna muda anarudi katikati, kuna muda anaenda pembeni, kuna muda anarudi kukaba, anachukua mipira. Kuna namna ambavyo sasa ili hawa kina Zdini Onai wapige vizuri pasi, lazima wawe na mtu ambaye anawasimamia nyuma yao. Yule Boadi mimi sioni kama anatosha kwenye hii game. Ni mzuri, sibezi ubora wake, lakini kama hii Andre Rabiot, yani uzoefu. Ujue ngoja utaona. Yani Tchouameni yeye hana kazi kubwa pale. Ni kustick pale kuangalia, lakini kazi kubwa anaifanya Rabiot ambaye anashuka yule. Sasa ukisikia box to box midfielder, ndo wale ndo yule typical, ana uwezo wa kuswitch pasi iende kulia, iende kushoto, anapotaka yeye, kwa sababu hata ufundi pia anao. Unaweza ukasema umri wake sijui nini, lakini mimi nilikuwa namtazama kwenye game kama mbili. Kwa nini Kante achezi? Nafikiri uhitaji wa Ufaransa kutumia viungo watatu ni mdogo, ndio maana Kante achezi.
kwa sababu umri wa Kante kidogo umesogea, lakini pia utofauti wao ni kama huo. Kante pia ni box to box na anaweza kufanya hicho anachokifanya Rabiot, lakini bado mwalimu hajamuamini kama Didier Deschamps. Kwa leo nipatashika nguo kuchanika saa 5 hiyo. Kesho utakuja naenda na nani? Bana yoyote na Afrika tunabaki au tunatiati? Tuna asilimia kama ngapi? Afrika tunasemia kama 30 hivi mpaka 35. Yes, ana hatuzidi humo. Kwangu mimi hatuzidi humo. Na kama Morocco ataondoshwa si mbaya, wamepambana na wamedhihirisha kwamba wao ni timu bora ama taifa bora barani Afrika. Kwa sababu itakuwa misimu miwili mfululizo sasa wanafika hatua hiyo. Japo uliopita walizidi, lakini kwa sasa watakuwa wameonyesha kwamba sisi bado ni bora na tunaweza kucompete, kwa sababu hata walikopita huko njia haikuwa rahisi. Yaani kama Morocco wangewapangia na Uswizi au kuna mataifa unaona kabisa kwamba ili wangefanya hivi kuna namna ingetokea tofauti. Ndivyo ilivyo. Bwana, sisi tumefika tamati kwa siku ya leo kwenye Sports 24.